Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Nchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. Maybe you're working without pay. You can just reach me out. You've lost your loved one. You don't know where to start from. I'll just give you direction. I'm here because I'm just creating awareness, and I just want to make this world a better place for everyone. So, I will not get tired of what I'm doing because I know somebody somewhere is getting some sense. Team Strong, those people working in the Gulf. Alexandria, good evening, ma'am. Good evening. How are you? One of our sisters, she's a Kenyan. Alichukuliwa Riyadh Airport in Saudi Arabia na stranger. As we speak right now, she's nowhere to be seen. And I just want to share ni nini ilifanyika hadi akajipata airport, so that kama uko na akili utaitumia vizuri. Huyu msichana alikuwa amemaliza contract yake, akaenda nyumbani vacation. So tunaongelelea mtu mwenye alimaliza contract akaenda nyumbani vacation. So hii mambo niliambia watu au bosses huwa wanabadilika, wanakuanga wazuri towards the end. Wakiona umejua kazi, haina haja ya kufunza mtu mwingine, na wanaweza taka urudi kwa nyumba yao, huwa wanakuwa wazuri the last 2 months, the last 3 months. So huyu msichana bosi wake walikaa wazuri, wakamfanyia kila kitu. Wakamfanyia shopping, wakamkatia ticket, akaenda nyumbani. So waka-agree na bosi wake atarudi kwa the same house aendelee na kazi. So yeye akarudi, akakaa 1 month, akarudi vile walikuwa wameagree na bosi wake. So kufika airport ya Riyadh in Saudi Arabia, akapata anapigiwa na simu tofauti, sio ya bosi wake tena. So akaambiwa mimi ndio nimekuja kukuchukua. Akamuonyesha conversation, akamuuliza do you know the number, akamuonyesha ile namba ya tajiri wake. Akamwambia mimi nilikuwa narudi kwa tajiri wangu. So unajua huyu yeye akili yake imekuwa ikimwambia mimi narudi kwa bosi wangu. So nataka to learn from this story. Na kama wewe uko na haraka, you can just go direct to the link and watch, because naweza taka kueleza kiundani. Yeah. So yeye akasema mimi naenda kwa bosi wangu. So ule akamwambia ongea na bosi wako basi. So si yeye akaongea na bosi wake, akamwambia ni aje, nilikuwa nadhani mimi narudi kwako vile tulikuwa tumeagree. So bosi wake akamwambia mimi kwa saa hii sina pesa na sikuwa nataka kukukataza. Sasa unaweza enda na huyo, juu mimi sina pesa nitakulipa tena. Imagine ni mtu sasa huyo alikuwa ametrust bosi wake kabisa, akasema mimi narudi kwa tajiri wangu. Hata watu wake walikuwa wanajua narudi kwa tajiri wake. So vile alifika akamwambia sasa utaenda na huyo juu mimi sina mahali sina pesa yenye nitakulipa. So akaenda na huyo stranger. Hakuwa anamjua, ni first time amekujia airport. So akaenda na yeye kumfanyia kazi. Hapo ndio ninataka watu waanze kujielewa. Hii mambo ya kwanza, unajua au bosses wanabadilika na one day. So yeye sasa unaona ameenda na mtu mwenye amjui, akaenda kumfanyia kazi. Hata ule bosi wake unaona sasa yeye hana haja na yeye. Bosi anaweza kukudanganya kumbe amekuuza. Bosi anaweza kukudanganya urudi kwa nyumba yake, upate ameshakuuza na wewe hujui. Unajua si ati wanakupenda unakaa kwa nyumba yao sana. Kuna bosi anaweza taka kukurevenjia na wewe hujui. Kwa sababu akili yako umeamua afunike akili yako, anaweza amua kukurevenjia na wewe hujui. So huyu demo akaenda na huyu mzee mwenye alimchukua hapa, akaenda kumfanyia kazi. Akafanya kazi the first week. Maisha ikakuwa ngumu na ikakuwa mbaya. Unajua hana ofisi, hakupita kwa ofisi yake juu walielewana na bosi wake. Anarudi kwa nyumba yake, so alikuwa anajua yeye hana shida na bosi wake. Bosi wake alimfanyia vizuri wakati alikuwa anaenda nyumbani, so hakuwa na haja kubwa ya kuenda kwa ofisi. So akaenda huyu mtu akamtesa.
aliteswa hii first week, akateswa kabisa hadi akaongea na familia yake akamwambia yenyewe, mimi vile nilirudi nilichukuliwa na boss tofauti, sio ule boss wangu wa kwanza. So lakini sasa inapitia mateso. Akafanya 5 days. So huyu mwenye nyumba akamwambia sasa, juu mimi siwezi kukulipa na utaki kukaa kwangu. Unajua hao wamama au mawaiguru wao wanasumbua. Saa nyingine kama hajakupenda anaweza kuchukia kabisa na wewe hata unashindwa mahali pa kukaa. So huyo msichana aliteswa, na ukiona wale watu wanachukua watu, sio kila Mwarabu anakuanga na pesa ya kununua msichana. Nasema tu ni kununuliwa, sana huwa wananunuliwa. So huyu hakuwa na pesa, anaweza kutumia rafiki yake ama relative wake amnunulie msichana. So unaweza tumia details za ule tajiri wako, lakini anakuuza kwa mtu mwingine. So kuna wenye maybe wamekatazwa kupeana wasichana, kuna wenye wameblokiwa kupewa wasichana. I think this was one of them. So wakamtesa the first 5 days. So akamwambia kama huwezi kaa kwa nyumba yangu, kama muelewani na bibi yangu, nitakupeleka kwa sister yangu. So mi nikikuja kuelezea hapa ninapeana information vile nimeelezewa tu na familia. So akapelekwa sasa kwa nyumba ingine ya sister huyu boss mwenye alikuwa anamtesa. So akafanya 8 months. Akafanya kama hana shida, analipwa vizuri. Ikafika siku moja akapotea online. Kumbuka yeye hakuna mtu utapigia simu muulize ule ako wapi. Ule boss alishawa block. Ule boss wa kwanza mwenye alimuza alishawa block. Sorry. Niko live kidogo, niko live Facebook. Niko live, nitakupigia. So sasa ule msichana akapotea online. Hakuna mtu anajua penye yako. It has been weeks now, no communication. Ule boss wa kwanza alisha block familia. Hawezi rudi kwa ofisi. Hakuenda kwa ofisi. So ofisi wakiuliza wanasema sisi tulimpeleka, alirudi. Msichana wenu alirudi nyumbani akiwa mzima ati nani alimrudisha? Sasa unaona wazazi wetu pia ni vile tu hawana information ya kutosha. Because sasa tunajua wazazi hawana information ya kutosha, tunawahangaisha for nothing. Hii ni kitu rahisi. We mwenyewe ukitoka umemaliza kazi yako kwa boss, unaenda nyumbani kila siku. Hata kama unajua utarudi kwa hiyo nyumba, kama boss wako anakupenda atakununua tena. Omba final exit. Mimi hiyo ndio nitakuwa naimbia watu kila siku so that watu wajue kitu wanafaa kufanya. Omba final exit kila siku ukitoka. Hata kama utarudi usipewe re-entry visa. Usipewe re-entry visa ati boss anakukatia ticket uende vacation urudi. Anaweza kukuruka wakati wowote. Na akikuruka utakuwa peke yako. Najua kuna watu wanasema, huyu mwanamke anakuanga na wivu. Hapana, sina wivu. I'm just trying to put sense somewhere. Sitaki nikuwe tena na kesi nyingine after this. Juu nilikuwa naambia watu, hii story ya kusema unarudi to the same house. Sasa unaona imeanza kuzaa matunda. Imeanza kuzaa matunda. Sasa tumeanza kuona ni nini na happen. Usione nikiambia don't go back to the same house. Watu wanabadilika overnight. Huyu msichana ameenda nyumbani 1 month. Imagine amefanya hiyo kazi 24 months, ameenda nyumbani amekaa for 1 month. Amerudi akiwa na hamu anaenda kufanya kazi. Akifika airport anapata mtu anampokea ni mtu tofauti. Wewe niko show, unipigie baadaye. So, ninataka kuambia watu ukienda nyumbani, hata kama ukienda nyumbani, hata kama unarudi the same house, ambia boss wako akupatie final exit. Ambia boss wako akupatie final exit. Kama anakupenda atakununua. Kama anakupenda atakununua tena kwa ofisi. Wacha kufanyia hao watu shortcut. Hii shortcut unafanya unasevia mtu the wrong person. Itafutie contract mami. You blessed. Thank you. Kama boss wako anakupenda atakununua tena. Wewe ni mtu wa maana. Kama mtu anataka umfanyie kazi inamaanisha anakupenda. So kama anakupenda wewe ni mtu wa bei, akununue bei yenye watu wengine wananunuliwa. Wacheni mambo ya kufanyia watu shortcut, unaumia. Sasa hizi the ladies nowhere to be seen.
haonekani. Hakuna mtu anaambia familia kwa... Faith Mora, how are you? Nataka kuambia watu kama boss anakupenda akununue tena. Inaniumiza sana kwa sababu nimekuwa nikiambia watu usirudi kwa the same house. Usirudi kwa the same house. Wengine walienda wakateseka. Lakini huyu ameenda hajafika hiyo same house, amechukuliwa airport na total stranger. Familia saizi wanahangaika. Hawajui watapata mtoto wao wapi. Ni kwa sababu unataka kufanya shortcut ya kusevia the wrong person. Unasevia the wrong person pesa, ndiye asitumie pesa mingi kukununua na wewe anaenda kukutumia vibaya zaidi. Ukitoka Gulf, ukitoka Saudi Arabia, chukua final exit. I'm going to show you, na itatengeneza video niwaonyeshe hiyo final exit vile inafaa kukua. Usipewe kitu inaitwa re-entry visa. Mwambie ninarudi kwa nyumba yako sawa, but utanipatia final exit uninunue tena. Hii mambo ya kutojua imeumiza watu wengi. Na tutaenda kupoteza watu wetu kwa sababu ya kutojua. Tunaenda kupoteza watu wetu kwa sababu ya kutojua. Ukijua dhamana yako, utang'ang'ana kufurahisha the wrong person. Ukijua vile hii familia inalia, na wewe jiulize kama what if it is you. Wale watu wenye mnapenda shortcut, unataka kufurahisha the wrong person. Ulizaliwa ukufia kwa nyumba moja. You can change. Unaweza change. Akikupenda akununue tena kama we ni wa maana kwake. Wacheni, unajua mtu akiona akikwambia urudi kwa nyumba yake anakuona ufai. Si ati anakupenda, anaona ufai, utumie akili, ndio maana nataka kukuita kama vile anaekea, unaweza ekea panya mtego. Unaweza rushia kuku mahindi. Anaona huna akili. Ukienda boss anakuambia urudi kwa nyumba yangu, anajua hauna akili yoyote, ujui unamsevia na hata kuongeza. So ni wewe peke, huo ni uamuzi wako. Na nilikuwa naambia watu wenye wanarudi the same house hawajipendi. Ndio maana unarudi the same house because ujipendi, tayari boss anaona hauna akili. Ndio unaona watu wakienda kwa nyumba wanasema, "Oh, mimi nirudi nikateswa." Kwa sababu alijua tu nitakuita nikurevengie. Wakati ulikuwa kwa contract ulikuwa unanihangaisha, "Oh, nitakupeleka kwa ofisi." Na utanipeleka wapi? Boss anakuuliza unanipeleka wapi? Unakimbilia wapi? Winnie anasema asante kwa advice madam like mom. Me too niko ready kurudi home. Few months remaining. Karibu nyumbani. Faith anasema kabisa. Christine Soita anasema thank you for the information. God protect her wherever she is. Amen. I'm also praying for the same. Happy for the information. Sure. Ninataka tu watu at least isi watu like mom. Kwa nini hukuambia? Unajua if you are following me because you are learning something. Ni kitu yenye at least ninaona. Ninalala kwa hizi girl facts, ninajaribu kufanya research. I'm talking to people every day. I'm sharing information yenye inatoka from first hand information. Yenye ninakupatia wewe uko unajua. So if you are following me, unajua maybe you are gaining something. Ama you are not gaining, but you can't follow somebody if you are not gaining anything. So kama uko Gulf and you are watching my shows, nataka kukuambia kama boss anakupenda. Ukiona boss anakupenda na amekulipia urudi tena, huyo anakupenda. Ukimwambia akupe exit na ana sita hakupendi, anatafuta njia ya kurevenge. Ukirudi atakurevengea by the way. Ukirudi atakurevengea. Sasa unaona kama alimwambia aende na huyo stranger, akaenda kamblock. Huyu msichana akalilia familia yake the first week, akasema ameteswa. Familia wakajaribu kutafuta ule boss, ameshawa block. Kama alikuwa anampenda, si angesema tu wenyewe nisimblock. Wacha maybe akiwa na shida akuje tu kwangu hata kama sina pesa ya kumlipa. Alimwachanisha tu akasema wewe una akili, ulifika kwenyu nilikuacha kutoka kwa nyumba yangu umerudi tena hapa, utafunzwa. Alikuwa anajua. Na akikupea mtu anamjua huyo vizuri. So wale watu wenye mko na roho safi, you want to meet your plans, mnataka mko na projects. By the way itakuumiza. Riziki anasema hatari sana. Faith anasema we learn a lot from you. Thank you. Thanks, hata mimi siwezi ongeza juu hao watu nikigeuwe usiwezi. Wacha nikuambie siri moja tena. Kuna wale watu kuna kesi mbili sijazifanya. Wanasema ati mimi la mama nilimwambia naongeza miezi 3 ndio niende. Lakini imefika ameniambia ati siwezi kuongeza miezi 3 ni mwaka. Ukiambia mtu unaongeza miezi 3 na aenda renew
aenda renew ikama yako. Ikama huwezi renew na miezi. Ikama una renew per year. So ikama ni boss anakuanga nayo, na maybe polisi wanaweza kuja wamuulize uko aje hapo ndani na upate hauna ikama. So yeye anaenda anakurenew ikama for 1 year. Usimwone ni mjinga, atakuuliza kwani unafanyisha nani kazi? Unanifanyisha kazi gani? Nimtumie pesa yangu kurenew ikama, because kurenew ikama is not free. So akirenew ikama ndio unaanza kusema like mimi nilimwambia naongeza tu miezi 4, sasa ameanza kusema imeenda mwaka. Mimi watu wenye wanakuja kwa inbox yangu ati wewe nilimwambia nitaongeza miezi 3. Nani alikuambia kuna ikama inakuwa renewed for 3 months? Ikama boss akirenew inaenda 1 year. Ujue hivyo. So usikuje kwa inbox yangu kiniambia like mom, mimi nilisema naongeza miaka 3, yani miezi 3, sasa hii amesema sasa sitaweza kuenda ikama haija expire. Wewe hiyo ni shida yako. Wewe ndio uliamua hivyo. Na usifikirie kuna mtu atakusaidia. Ofisi sahihi haikujui. Ukiamua kuongeza siri zako, you want to save for the wrong person, that's your problem. Hiyo ni itakwambia kama wewe uliongea naye na amekwambia kama imeongezeka. Hiyo ni tofauti na ile boss anakuambia hata contract yako inaisha May na anakuambia ikama ija expire. Hizo ni vitu mbili tofauti. Hiyo ni biashara yake kama ikama ija expire. Hiyo ni biashara yake kama ikama haija expire. Wewe contract yako ni miezi ngapi? 24 months. So anakuambia utaongeza miezi 3 ya ikama. Bado anakupima aone kama wewe uko na nini. Kama akili yako inafanya kazi. Mada anasema hata mimi siwezi ongeza, jua watu ni vigeugeu siwezi. Wanakuruka. Usifuate ati boss anasema nimeona hiyo question tena kwa inbox yangu sana. Like mom, boss anasema ati kama yangu ija expire so siwezi enda nyumbani. Unahesabu ile siku uliingia kama ni 1st January. Contract yako inaisha 1st January na unaanza safari. Hizi stories zingine zote wacha kumpea masikio, anakupima akili. Mwambie mimi najua contract yangu ni 24 months. Damakle anasema mimi niko na ofisi but si ofisi yetu hata ukae miezi 3 hakuna shida. Ukipatwa na shida ndio utajua kama kutakuwa na shida. So long as umemaliza 24 months, ukipatwa na shida ndio utajua hakuna shida. Unaweza kuisemea tu hivi, but ukishapatwa na shida after 24 months, kuna system center wanaangalia una complain ukiwa wapi. Why do have ministers? I don't understand. Why do we have ministers? Ministers hawezi enda angalia kila mtu mmoja. Minister hajawahi enda akaosha choo. Sisi tunaongea through experience tu. We are just learning within us. Ministers wakitufikia ni hivyo, but ni watu hawataki kufuatilia masharti ya contract. Ukishasema ati ofisi yenu ni nzuri, wewe maliza 3 months mama. Extend hiyo 3 months alafu shida ikupate hapo katikati. Wanaangalia kwa system, hata ukienda kwa labor wanasema this she has overstayed. Ofisi itasonga nyuma. They will say they don't know anything about that because pia wao wanataka faida. Pia wao ni biashara wako. So, wanalipa rent, they are paying tax. Wewe umekaa kwa boss unasema ofisi yangu ni nzuri, utakuwa disappointed. Ndio naambia kwa watu ukiona unakaribia kumaliza contract 2 months tu, ambia boss mimi naenda home. Na sio lazima uzeke kwa hiyo nyumba, hata nyumba zingine unaweza kufanya kazi, but pewa final exit kama boss anakupenda kununue tena. Hiyo ndio itakuwa rahisi kwa sababu we are going to lose many lives if you are not careful. Zaya anasema mimi siwezi ongeza hata 1 day. Amina Bahati anasema hawa watu ni vigeugeu wanakugeuka anytime. Nimejifunza kutoka kwako, thanks mom. Karibu sana. Dama anasema sasa hii niko bado job na miaka 3 na miezi 4 na aja home. Karibu. So bahati yako, bahati ya mwenzio, usilalie mlango wazi. Tunakuombea tu mema, Mungu akulinde dada, urudi nyumbani ukiwa salama. But for many percentage kubwa, nataka kuambia hata upitishe siku moja, kama bosi ameamua anataka kukutendea, atasema you overstaying, anaanza kusema wewe ndio umekataa kuenda nyumbani, na hakuna kitu utafanya. So it's you, ujipenda. If you love yourself, unajua contract yangu ni 24 months na anaenda nyumbani. Ukijipenda
Unajua bosi wangu ananipenda, aninunue tena. Huyo sio anko yako, huyo sio mama yako bana. Huyo si mko related na huyo mtu. Akununue kama anakupenda, kama anapenda kazi yako, akununue. Sai we have lost our sister to Jui her whereabouts because of the wrong decision. And choices, they have consequences. Jui alikuwa anafanya vitu zake chini ya maji. Sasa hiyo ofisi inasema, so unapigia ofisi inasema unajiita like mom ya nini? For what? Do we have a contract with that lady? Unabaki umezuba. Mimi naambia tu watu kwa uzuri, for those people who can take it positively. Because ninajua, mimi I talk to those agents. Watu wananipea cases. Nikiongea na agent ananiambia, so she went back. Did she pass through our office? We just showed her Saudi Arabia. She went back on her own. What else do you want us to do? Nabaki nimezuba. But instead ya kwa kuzuia hizo vitu, I just come here tell people what they're supposed to know. You choose to take it or you leave it. But so long as I have just done my part of creating awareness so that isaidie tu yule mtu mwingine, wale wawili watatu, yule mmoja mwenye hataki kusikiza kai. Uende ukaa kwa bosi wako, mpembelezane na yeye. Na watu ukiendelea kukaa na wao sana wanakukorogea. Wanakukorogea hata unajisahau. Unaona familia yako ikilia, wanakutaka lakini wanasema umekataa, hata hutaki kuongea na familia. Unawataka wao. Sasa unatakaje strangers? Tufunguke macho tujipende. Tufunguke macho tujipende kabisa, because kuna watu wanatutegemea. Kuna watu wanatutegemea, na najua wewe boss atapoteza mfanyikazi. Familia yako itapoteza mtoto, watoto wako watapoteza mama. Hakuna spare part, hakuna replacement ya life ya mtu. Ni wewe mwenyewe ujipange. Rebu Kwamboka anasema, baba mimi ni mkali, hiyo siku silali kwa nyumba. Anasema, baba mimi ni mkali, hiyo siku silali kwa nyumba, nalala na bagi zangu kwa stairs. Unaanza kusema mapema. Uanze kusema mapema. Kwa watu wengine ni wajuaji, unaanza kusema mapema. Niliona mwingine ameshaulizwa, contract yako inaisha June, but ikama yetu ina expire September. So utangoje i-expire. Ikama ni shida yake, hiyo ni msalaba wake, yeye ndiye alidelay kuleta ikama. Wewe hiyo hata uko related nayo. Contract yako inasoma vitu tofauti na ikama ni ya boss, contract ni ya maid. So ni wewe mwenyewe uchague what route are you going to follow anyway, because I had shared about that information. Damaki nasema mimi niko house to house, aki nimekumiss sana. Niko nimekuwa busy because I'm working, cases zimeniandama hivi. Nilijipa kazi na lazima nifanye. Unaona? Na lazima nifanye juu kuna wengine sometimes msiponiona, lakini tukutane tu maombi asubuhi. Asubuhi nayo huwa tunakutana every morning 5 AM. Between 5 and 6 tunaomba pamoja. Judy anasema, naona huyu wangu atakataa kunilipia ticket nikimaliza juu vile yeye anaongea haki. Ukiona dalili kama hiyo unaweza jilipia ticket, hakuna harm. No harm of paying your own ticket. Ukiona anakuleta nini, unaweza kujilipia ticket. Unachukua the cheapest. Air Arabia. Ndio inakuanga the cheapest naona. Mildred Nyaboke anasema, wasichana wetu hawajui au Waarabu watupendi, ni huduma zetu wanapenda na shangaa. Kawaida naambianga watu watupendi. Ni vile tu pia sisi unakosa namna. Unaenda kufanya kazi, ushughulikie maybe familia yako, watu kuna mahitaji tofauti. They don't like us at all. I'm going to do a show of another maybe tomorrow. Because mwingine ananiambia like mom, nililala na boss, nikalala na kijana, nikalala na driver, na niko na mimba sijui ni ya nani. So ninasikia tu ni mtukane, lakini sasa nashindwa. Huyu sasa ananipima bangi ama kunaendaje? Mimi unajua nilibaki kama nimezuba. Unajua sio kila mtu ameenda kukua maid, wengine wameenda kufanya biashara zao zenye hakuna, zitawaletea shida. Anyway, I just wanted hii information ifike nyumbani. Kama boss anakupenda, akununue tena. Usifanyie, don't save for the wrong person. Hivyo tu ndio naweza kuambia
Because if you didn't watch that video of that lady, you can just watch. I've already shared the link. You can just go there, watch, kama umeingia late. And then we are here to make this world a better place for everyone. Lazima tusaidiane, tufunzane, then tuone what next. So if you have not subscribed to my YouTube channel, you can go there, subscribe. The like Mom Deborah Nyanchoka. Unaweza follow your link if you want. Maybe ni the first time unaniona unijui. You can learn a lot about girl facts. So in case you have a problem, you can just reach me out. Huwa nachukuanga messages messenger peke yake. Hata ukinitumia message TikTok siwezi kusoma. Nachukuanga messenger ama comment in the comment section of my YouTube videos. Any of my YouTube videos ukiona kama unataka namba yangu, unaweza watch, uniambie like mom, niko na hii shida. Nitakupea namba yangu hapo. Lakini the main line of communication natumianga messenger kwa hii page only. So that ikue convenient. Kwa wale watu wenye wananitafuta watanipata inbox Facebook peke yake. Ama kwa comment section on my YouTube channel. So guys, I just want to thank you so much for watching. See you in the next show.